Haleluya. Jinsi moyo wa mwanadamu unavyoweza kupondeka ni kufinyangwa au kupitishwa katika magumu. Mungu akikupenda, kama hajajifunua yeye dhahiri mbele yako, atakupitisha kwenye mchakato. Na ule mchakato kazi yake kubwa huwa ni kukufinyanga. Na niende direct tu, lengo la yeye kukupitisha kwenye magumu ni kukupitisha kwenye mazingira ambayo utajikuta unamtegemea yeye tu. Kwa sababu moja kati ya magumu ambayo atakuletea ni kukuondoa wewe kwenye kitu kinaitwa comfort zone. Kukuondoa wewe kwenye mazingira ya kurelax, mazingira ya kupumzika, mazingira ya kujiachia. Halafu anakuondolea marafiki na watu wote ambao anajua hawa unawategemea. Watu wote ambao ni msaada kwako wanaondolewa. Wale unaowaamini, wale waliokuwa wanakuzunguka na kukwambia tuko pamoja. Mungu akitaka anakuondolea hao watu. Kuna watu leo wana viburi kwa sababu ya kundi la watu wenye uwezo wa kifedha wanaowazunguka, kwa sababu ya kampani ya watu fulani fulani, kwa sababu ana baba yake ni mkurugenzi, ni mbunge, ni waziri, ni mtu fulani anaweza kumsaidia. Kwa huyu mtu anaanza kuishi kwa kiburi. Na kuna watu wana viburi kwa sababu ni manager kwenye kazi fulani, ni mameneja wa benki, fanya kazi kampuni kubwa kubwa zenye vipato, wanalipwa vizuri, kwa wana kiburi fulani. Na ndio maana fuatilia kwenye makanisa, ukitaka kujua kakadada kana kazi nzuri, angalia wakati wa kuabudu. Wewe wainue, kama ni mwimbaji wapelekeshe kwenye sifa, waambie haya luka luka luka. Alafu inalukaga kwa mapozi sana. Yaani analukaje bosi? Unamlushaje? Wakati ofisini ana saboneti wake wanaonyenyekea na nini, ana watu. Analukaje wakati bank account imejaa fedha? Mitandao yake ya simu ana hela. Kuna mahali akifika anaambiwa good morning madam, good morning madam, madam are you okay? Good morning madam, madam. Au anaambiwa sasa. Hao ndio wanakuaga. Sio wote, sio wote, sio wote, sio wote, na itambulike kwamba sio wote, ingawa wengi wao. Na ndo hao kabla hawajaajiliwa, kabla hawajapata kazi, walikuwa wanashinda kanisani, wanaomba, wanafagia kanisa, wanawahi ibada. Wakiwa katika hali ya ujana wao walikuwa viongozi wa idara ya vijana kanisani. Baada ya kupata kazi, mtumishi, unajua niko busy sana, unajua wakati mwingine lazima tupambane. Mungu anageuka kuwa wa ziada. Ukiwafuatilia wanaipa nafasi kazi kuliko Mungu. Si mbaya, ni lazima tufanye kazi, kwa sababu asiyefanya kazi, maandiko yanasema na asifanye nini? Na asile. Lakini maandiko yamesema tuwaheshimu pia waajiri wetu na wenye mamlaka, right? Lakini shida inakuja kwenye mizani. Mzani unapoegama sana upande wa kazi kuliko upande wa Mungu, ndio shida inakuja. Ni lazima mzani uegemie upande wa Mungu, ingawa kazi usiache. Haleluya. Haleluya. Maana leo fuatilia, wanaokuwepo kanisani muda mwingi wanaonekana ni watu wasiokuwa na kazi. Hao ndio wanaonekana wako in church every day. Na sasa hivi inaonekana kama vile wanaoenda kanisani they have nothing to do.
na wengine wanaonekana kama hawana elimu, kama hawana akili. Yani kuna kaustaarabu fulani kameingia ambako kanainuka juu ya elimu ya Mungu, ambao watu wanaomtafuta Mungu usiku na mchana wanaonekana kama hooligans, ni watu wasiokuwa na akili. Halafu wale wafanyakazi wenye ajira zao, wenye biashara zao, wanaingiza doo, wana connection, hawaoni kama kuna haja ya kukaa madhabahuni. Na mara nyingi hawa ndo wanaotusumbuaga makanisani. Akiingia kanisani anakuja mpaka Jumapili ana appointment ya kazi au ya biashara. Kwa akiingia kanisani huko anaangalia nini? Saa. Oh. Aha. Haleluya. Mtego huo walijaribu kumwekea mtu mmoja anaitwa Danieli wakati wa utawala wa mfalme Dario. Danieli akiwa amechaguliwa kuwa moja kati ya mawaziri katika ofisi ya mfalme Dario aliyekuwa mfalme wa Babeli baada ya Nebukadreza kupita na mwingine akapita, akaja Dario akiwa anamiliki. Danieli wakiwa ni vijana waliochukuliwa kutoka uhamishoni Yerusalemu wakaletwa kwa Wakaldayo huku Babylon. Wakiwa wanaendelea kuishi, walionekana vijana wa Israeli ama vijana kutoka Yerusalemu walikuwa wana akili nyingi, lakini walikuwa wana kibali mbele za Bwana, na kila kitu walichokuwa wanakifanya kilikuwa kinafanikiwa. Kwa hiyo wafalme wakawachomeka kwenye maeneo ya kazi. Kwa Danieli akachaguliwa kama waziri, moja kati ya mawaziri wa mfalme Dario. Alikuwa liwali, kisikia liwali maana yake waziri. This guy alikuwa ni mtu ambaye ni mwaminifu sana mbele ya mfalme, na alikuwa ni mwaminifu mbele ya Mungu. This guy zani wake ulibalance, alikuwa amepondeka kwa Bwana, lakini pia alikuwa anaheshimu mamlaka. Sema amina. Ikafika wakati akawa anapata rapidly growth, akawa anapata promotion, anakuwa kwa speedi kwenye ofisi ya mfalme. Wale maliwali wengine wakamuonea wivu, wakaona the best way ya kumwangusha huyu jamaa ni kumtenganisha na ibada yake. Yani ni kama wewe wa kuona umeajiriwa ofisi fulani kwa sababu una hofu ya Mungu, ni mwaminifu sana kwenye ofisi yako, lakini kwa sababu unajua maandiko ya kwamba umeagizwa kuwatii mabosi wako na wenye mamlaka, kwa hiyo unautii sana kwa Mungu wako na unatii kwa bosi wako vile vile. Kwa hiyo kwa sababu ya ule uaminifu, bosi wako anakuwa anakurecommend vizuri, kwa hiyo unakuwa unapata promotion kwa speedi. Kwa wale wenzio wanaanza kuinua wivu, wanatafuta namna ya kukufanya either uwe demoted ama ufukuzwe kabisa kazini. Wanaangalia wanasema, huyu mama huyu ni mtu wa maombi, anapenda ibada. Sasa ili tumkomesha, tunaenda kupitisha sera kwa bosi, muda wake wa ibada ule wa saa 11 uwe muda wa kazi, asionekane anaenda kwenye maombi. Sasa kwa sababu anapenda maombi, atalazimisha kwenda kwenye nini? Kwenye maombi. Alafu itakuwa mtego kwake. Paka leo watu wanategwa hivyo makanisani, maofisini. Wakisha kujua wewe ni mwana maombi sana na ni mchapakazi, wenzio wanaona una grow kila siku, wanakutafutia zengwe. Ule muda wako ambao unatokaga kwenda kuomba, chochea inakuwa ni muda wa kazi. Kwa hiyo unabaniwa muda wa ibada. Sasa hapa, licha kwamba wanadamu wanakufanyia zengwe, Mungu naye anakuwa anakuweka kwenye kipimo. Kama kweli umepondeka, kama umepondeka, utaendelea kwenda kwenye maombi, utafight, utaenda. Lakini kama hujapondeka, utamsikiliza Kaisari kuliko Mungu. Sikiliza, narudia tena, siwafundishi muwe na viburi kwa mabosi wenu. No. But when it comes, bosi wako anachukua position ya Mungu, my friend, you are finished. Waheshimu wenye mamlaka, mheshimu bosi wako sana, lakini make sure God must be the priority.
Once God is a priority, you will become faithful before your boss. Utakuwa mwaminifu mbele ya bosi wako pale ambapo Mungu wako atakuwa wa kwanza. People, they are not faithful before their bosses just because they are not faithful to their Lord. Hawajapondeka kwa Mungu wao, ndio maana hawawezi kuwa na unyenyekevu kwa bosi. Kimuona mlokola ana kiburi kwa bosi wake, bado hajaokoka. Danieli wakamweka kwenye mtego. Wakasema, wakamfuata mfalme Dario, akamwambia, mfalme Dario, uishi milele. Tumepatana maliwali, tumepitisha sheria ambayo hatoruhusiwa mtu mwingine kumwabudu Mungu mwingine isipokuwa miungu ya Wakaldayo, miungu ya Babeli, Babylon gods, ndio wanatakiwa kuiabudu. Patamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mahali tunaelewana. Jamaa wakamtengenezea na wakamwahi mfalme Dario. Kulikuwa kuna sheria katika Agano la Kale. Wafalme walikuwa na mihuri, walikuwa na pete ambazo zina seal, zina muhuri. Akiweka ile sheria akaigongelea muhuri wake, ile sheria hata mfalme haruhusiwi kuivunja. Yani akishapitisha kwa muhuri, hata mfalme haruhusiwi. Walikuwa na sheria kali sana katika Agano la Kale, sheria za kifalme. Kwa wakamwahi mfalme, wakapitisha ile sheria kwamba asionekane mtu atakayeabudu Mungu mwingine isipokuwa miungu ya Wakaldayo. Mfalme pasipo kujua kwamba anayewindwa ni Danieli, kijana wake mwaminifu kutoka Yerusalemu. Mfalme akapitisha kapiga seal. Alivyopitisha, that time Danieli alikuwa kwenye maombi. He was in a fasting time. Alikuwa anafunga, lakini alikuwa anaingia ibadani 3 times, asubuhi, mchana na jioni. Anaingia, anaomba. Touch me anywhere, but don't ever touch my God. You will see me how arrogant I am. Bwana Yesu asifiwe. Danieli wakamchokoza kwenye eneo sahihi ambalo walitakiwa kumchokoza kweli, waone makali yake. Jamaa kabla hawajaipitisha ile sheria, alikuwa anaomba akiwa amejifungia ndani. Lakini ilipofika time wamepitisha ile sheria na imetangazwa, na muhuri wa mfalme umegongwa kwenye ile sheria, na ile sheria inasema yoyote atakayeonekana anamwabudu Mungu mwingine tofauti na Mungu wa Wakaldayo, basi huyo mtu atachukuliwa na kutupwa kwenye tundu la simba. Jamaa kwa sababu walikuwa wamepondeka to the degree ambayo alikuwa yuko tayari kufa kwa ajili ya Bwana, alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo, alikuwa tayari kufa. Jamaa hakujali, na badala yake alikuwa anaomba mwanzoni akiwa amejifungia ndani, akawa fungua madirisha pamoja na milango. Kasome Biblia yako vizuri. Jamaa anapiga dua na wanamuona anaabudu. Visabina wakaenda wakamwambia mfalme. Akakamatwa, jamaa akatupwa kwenye tundu la simba. Sikiliza, tunarudi kwenye point ambayo Daudi anasemaje? Anasema moyo uliopondeka hautaudharau. Kwa sababu Danieli moyo wake ulikuwa umepondeka, Mungu alifanya kitu kinaitwa intervention. Aliingilia kati ile issue. Sababu inayokufanya wewe unaumwa, unaomba na bado unaona hali inazidi kuwa tete, na wakati mwingine mpaka watu wanakata roho na wanamuomba Mungu, the reason is mioyo yao haijapondeka. Principle, ngoja nikwambie, neno la Mungu ni neno ambalo linakwenda kuyatimiza mapenzi yake. Nawaambiaga, huna uwezo wa kulibadilisha neno la Mungu kwa hisia zako. Usiligeuze neno la Mungu kwa hisia zako, kwa akili yako, kwa ujanja. Neno la Mungu likiwa limenyooka na lipo kwa ajili ya kuyatimiza mapenzi yake.
Kama Mungu amesema moyo uliopondeka hata udharau, usijaribu kutumia machozi kama moyo wako haujapondeka. Lia uliavyo, lakini Mungu anaangalia haya, analia kwa sababu ana shida, moyo wake haujapondeka kwangu. Ndio maana kuna watu wanalia, wanaomba msaada kwa Mungu, unashangaa ezifu Mungu ni kiziwi, ezifu Mungu hawasikii. Halafu angalia watu wanaowaangamiza ni wachawi. Haiwezekani Mungu anashindwa kuingilia kati kwa mtu anayerogeka au mtu mwenye mapepo. Haiwezekani. Unajua kabisa, oya, kama umerogwa unakuwa unajua kabisa hapa mimi nimepigwa kitu. Yaani haina haja kuambiwa, unajua hiki ni kitu kombola. Lakini unakuta mtu anamuomba Mungu alafu Mungu kakaa kimya. Hapana. Mungu sio kwamba yuko kimya. You can deceive men, but you can never deceive God. Utawalaghai na kuwadanganya wanadamu, lakini sio Mungu. Mungu anakuangalia mpaka sirini. Anajua huyo analia kwa sababu yamemkuta, moyo wake haujapondeka. Na ndio maana wengine wakishapona wanaondoka kanisani, hawaoni ibadani. Wakishafanikiwa wanaondoka. Waliopondeka ni wachache sana ndugu yangu, sana kuliko unavyodhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Ni niki. Unasikia amesema moyo uliopondeka eh? Sikia. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka utadharau. Haleluya. Ninaomba wewe unanipigia kinanda muda wote, kwa sababu unakuwa struggle kunitafuta kwenye key. Haleluya. Unaelewa maana ya huu wimbo? Bella Kombo kwenye huu wimbo haombi mali, haombi fedha, haombi afya njema, anataka kufanana na Mungu. Nenda kwenye prayer houses zote. Unakuta mtu anaamua kwenda kwenye prayer houses, anaenda kuombea watoto wake. Akienda kwenye prayer house, anakwenda kuombea uchumi wake. Akienda kwenye prayer house, anaenda kuombea vyeo, cheo, anataka pandishwe, sijui kuna hela zake zimechelewa. Yani tunapelekwa kwa Mungu shida. Hakuna ambaye anataka ya God, I need you. Kuna maombi fulani ambayo Suleiman alimtrigger Mungu, kiwango cha Mungu kumbariki Suleiman. Suleiman alimwambia, tazama mimi ni mdogo. Baada ya Mungu kumuuliza Suleiman, unataka nini? Suleiman akamwambia, tazama mimi ni mdogo, nami umeniweka mbele ya watu hawa wengi, sijui namna ya kuingia na kutoka mbele za watu hawa. Akasema, nipe mimi mtumishi wako hekima, ili nijue namna ya kuingia toka katikati ya watu wako. Unipe uwezo wa kuwahukumu na kuwapa haki watoto wako. Mungu akamwambia, tazama nilitarajia labda ungeomba fedha nyingi, ungeomba mali na utajiri, au ungeomba adui zako watiwe mikononi mwako, lakini umeomba hekima. Akamwambia, basi nitakuongeza na utajiri. Mioyo iliyopondeka hakuna. Watu sasa hivi kila anachohitaji yeye, Baba nipe fedha, Baba nipe gari. Halo mbinguni, halo mbinguni, halo na gari, nataka nyumba. Mungu hawezi kukulushia. Mungu hamlushii mtu baraka. Sio kama mnanielewa, sio kama watu wanadaka. Unapomuomba Mungu kitu,
Mungu hakurushi. Mungu unaelewa maana yake? Narudia tena. Unapomuomba Mungu kitu chochote, Mungu hakurushi. Mungu anakupa. Unaelewa maana ya kurushiwa na maana ya kupewa? Maana yake kama ni kukurushia, maana yake huna mahusiano na Mungu, yuko mbali na wewe, ile unataka akupe. Lakini akikupa, maana yake anakupa ndani ya kitu kinaitwa mahusiano. Ndio maana anasema katika Warumi 8:28, Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Maana yake kuna baraka utazihitaji kutoka kwa Bwana. God will provide to you to the degree of your relationship. Atakupa sawasawa na kiwango cha mahusiano ulionayo. Hata wewe nimekwambia, si kila mtu ingawa kweli unasaidia watu wengi, si kila mtu unamsaidia sawasawa. Utagundua wale unaohusiana nao sana ndio unawasaidia sana. Hata Mungu anaohusiana nao sana ndio anao. Sasa huwezi kusema una mahusiano na Mungu kama haujapondeka. Hata wewe marafiki unaowataka ni marafiki waliopondeka kwako. Ni nani ambaye anatamani kuwa na rafiki ambaye kweli anakuja nyumbani kwako kila siku? Anakuja jioni, anakuja asubuhi, anakuja mchana. Lakini shida ya huyu rafiki, kila akija anakuja kukupiga mizinga. Nani anaweza kumkubali rafiki wa hivyo? Mimi mwenyewe simtaki. Akija, bana vipi? Anakusifia kidogo, umependeza. Hata siku nyingi, una buku 5 ya karibu hapo. Uko vizuri. Una 10,000 ya karibu hapo. Wewe kila siku ni wa mizinga. Hamna siku nao kuja kusema nimekuja tu leo kukutembelea. Nimekuja tu kukuona. Nimekuja kusikia habari zako. Nimesikia unaumwa au vipi, nimekuja kukuona. Hakuna. Wewe kila ukija ni mizinga. Wewe ni zigo la misumali. Gunia la misumari ukilikumbatia linakuchoma. Hata Mungu hawataki watu wa aina hiyo. Wewe kila ukionekana kwenye maombi, yani ukiwa hauna cha kuomba, uko vizuri, hauna haja kwenda madhabahuni kwa sababu hamna kitu unahitaji. Ukienda mbele za Bwana, wewe unaenda kwa sababu unahitaji. Wewe una upendo. Wewe ni mchunaji kama wachunaji wengine. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki gani mtu anayekuja kila siku akija anapiga mizinga? Nimekukumbusha tu, nikakwambia mpende Mungu, usiishie kumhitaji. Ukimhitaji utamtafuta kwa sababu unamhitaji, kwa sababu ya uhitaji ulionao. Lakini ukimpenda, utampenda Mungu whether amekujibu ama hajakujibu, utaendelea kumtafuta. Unafikiri kwa nini Mungu anajisifia Daudi na ukorofi wake? Daudi alikuwa amepondeka mbele za Bwana. Daudi anasema ni jambo moja nililolitaka kwa Bwana, nalo nikae nyumbani mwake tazama uzuri wake. Yani wengine wakiwa wanaenda hekaluni mwa Bwana, wanaenda kanisani mwa Bwana kwa ajili ya kutafuta miujiza, kwa ajili ya kutafuta maombi, kwa ajili ya kutafuta sijui kufanya nini. Yeye Daudi alikuwa anaenda kwenda kuangalia the beauty of the Lord. Kwenda kuangalia uzuri wake, kwenda kukaa uweponi mwake, kwenda kukaa uweponi mwake. Anakuambia uweponi mwa Bwana siku moja ni zaidi ya siku 1000 nje ya uweponi mwa Bwana. Uweponi mwako nikae Bwana, uweponi mwako nikae Bwana, milele nikae uweponi mwako, milele nikae uweponi mwako, uweponi mwako nikae Bwana, uweponi mwako nikae Bwana, milele nikae uweponi mwako, milele nikae uweponi mwako. Ni nani
nani ambaye anaweza kaenda kukaa uweponi mwa Bwana bila shida? Tunakaa mbele za Bwana kimikakati. Kama hajatujibu tunamwacha. Kama hatujapokea tulichokitarajia tunaachana naye. Ndivyo wanadamu walivyo. They leave God behind when the results, matokeo yanapochelewa. Kukaa uweponi mwa Bwana. Haleluya. Ndugu zanguni, usipojua namna ya kupondeka, it's not easy kukaa uweponi mwa Bwana. Asilimia kubwa ya watu ambao huwaoni kanisani, ukifuatilia ni mambo yao yalikuwa safi, wakaacha kuja. Walikuwa hawana kazi, sasa wamepata kazi. Kilichowapeleka kanisani ni nini? Kazi. Kwa wameshapata, there is no need to stay in a church. Hawajapondeka. They couldn't meet God at the time they came to church. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngoja nikuoneshe kitu kimoja hapa. Tumesema tuko kwenye point ya kufinyangwa na kupitishwa katika magumu. Nataka tuangalie katika maandiko matakatifu. Andika Yeremia sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 6. Yeremia sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 6. Na Waebrania sura ya 12 mstari wa 6. Na Ufunuo sura ya 3 mstari wa 9. Na Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12 mpaka wa 14. Haleluya. Haleluya. Hapa tunaendelea kuangalia jinsi moyo wa mwanadamu unavyoweza kupondeka. Nimesema ni kufinyangwa ama kupitishwa katika magumu. Tuanze na kitabu cha Yeremia sura ile ya 18 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6. Kitabu cha Yeremia sura ya 18 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6. Neno la Bwana linasema, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudia. Yeremia sura ya 18 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 6. Anasema, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Anasema, basi nitashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa kikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi akakifanyiza tena kuwa chombo kingine kama ona vyema yule mfinyanzi kukifanya. Mstari wa 5. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Usisahau tuko kwenye pointi ambayo ni jinsi gani mwanadamu anaweza akafanywa moyo wake ukapondeka. Njia mojawapo nimekwambia ni kufinyangwa na kupitishwa pagumu. Sasa tunaposema kufinyangwa, Mungu anapotaka kumbadilisha mtu tabia. Maana tunaposema kufinyangwa ni kubadilishwa tabia, kutengenezwa, kubadilishwa namna ya kufikiri, kubadilishiwa namna ya kutazama na namna ya kuchukulia mambo, kubadilishiwa uwezo wako wa kufikiri na maamuzi yako. Hii ndio tunaitwa kufinyanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wapendwa, tunaposema kubadilishwa tabia sio kitu kidogo na sio mchezo. Maana yake
kuna mazingira yatakayoruhusiwa ya kubane ili ya kunyenyekeze. Haya maombi tunayoomba tufinyange. My friend, moja kati ya maombi ambayo mimi nilikuwa namuomba Mungu, maombi ya kunyenyekea. Nilikuwa namuomba mpaka sasa huwa namuomba, ila kuelewa impact ya yale maombi nilimwambia nipe roho ya unyenyekevu, nifundishe unyenyekevu. Nilianza kupitishwa kwenye mazingira. Kuna namna ambavyo baadhi ya watu ambao nilikuwa nawahudumia kipindi hicho, niko kama mtumishi au kama mwalimu wa kawaida wa neno la Mungu, kuna namna ambavyo watu walikuwa wakija wameharibu au mambo yao yamekuwa magumu. Kuna namna ambavyo mimi nilikuwa nawachukulia. Kwa hiyo namna ambavyo ninamkanseli huyu mtu, namuona kama ni mzembe, na ninaona kukwama kwake amekwama kwa sababu ya uzembe wake. Kwa hiyo kumbe namna ambavyo ninamuhendo katika hali ya kumuona yeye ni mzembe, mbele za Mungu mimi nilionekana nina kiburi. Nakumbuka kila siku nilikuwa namuomba Mungu anifundishe unyenyekevu, nipate kunyenyekea. Jambo ambalo nilikuwa nakutana nalo, Mungu na mimi alikuwa ananipitisha kwenye mazingira yanayofanana na yule ambaye nilimuona amefanya uzembe. Kuna mtu mmoja anadaka ninachosema. Kwa hiyo unakuta na mimi napita kwenye mapito yale, tena mimi napita kwenye mapito yale na kuzidi. Kwa hiyo navalishwa viatu vya yule niliyemuona mjinga. Unajua hawa mabosi, watu ambao labda walizaliwa kwenye mazingira ya kuletewa na kupata kila kitu, mara nyingi kuaga kawaida fulani ka ukiburi. Wakimwona mtu hana hela, ni maskini, wanaona kama vile ni kwa sababu ya uzembe nini wake. Lakini hawa watu wanaporudishagwa chini na Mungu, wanajikutaga wanajifunza unyenyekevu ghafla. Namna ya kujibu, kuongea na watu, anaongea na ukiustaarabu. Kwa nini? Kuna mahali amefika. Hujawahi kumuona mtu kwa na uwezo sana alikuwa asalimiagi watu, halafu baada ya muda anarudishwa zero. Unashangaa anakuwa anasalimia watu, anakuwa anatembelea ndugu hatari, wakati zamani alikuwa haoni kama kuna haja ya kutembelea ndugu. Hamjui kuona haya mambo hata kwenye jamii ya watu wapo? Huyu mtu kanyenyekezwa mazingira, manake amegundua kwamba kumbe hivi vinawezekana. Mungu akiamua kukunyenyekeza wewe, ambaye unaonaga dagaa wakavu wanawasha, unaona chakula chako ni nyama na package nini. Mungu akiamua kukunyenyekeza, utakuja kugundua kwamba mboga za majani, tena sio za supermarket, za kununua sokoni, pamoja na dagaa, kumbe huwa ni watamu bwana. Na utagundua kwamba kumbe mboga chukuchuku nayo huwa inapanda na ni nzuri kwa afya. Lakini kabla ya hapo unakuwa hauwezi kuelewa. Kuna mtu mmoja ananielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kunyenyekezwa. Mama mchungaji wakati anahubiri ile Jumapili ya siku ya wanawake, alisema kuna rafiki yake aliwapeleka watoto vijijini, wakapewa chai ya rangi, wakasema sisi hatunywi chai nyeusi. Mama akaamua kuwanyenyekeza watoto wake, kama ambavyo mama huyu aliamua kuwanyenyekeza watoto wake, akaamua kuwafichia chai ya maziwa, akaamua kuwa na chai ya rangi, kwa sababu hawa watoto wamekosa nini? Utii. Wanataka kumtia aibu. Ndivyo Mungu huwa anafanya. Kuna aina ya maisha kwa chai ya rangi huone kama inafaa, Mungu ataificha ile chai ya rangi wakati wa kukufundisha unyenyekevu. Unajua the way I like this God, jinsi Mungu hata kuambia kama anaanza kukunyenyekeza, hawezi kukwambia. Inahitaji neema pia ya kujua kwamba hapa kuna mahali napitishwa, nilizingua mahali. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Kuna mtu ananielewa ninachosema? Haleluya, haleluya.
tunapozungumzia swala la kufinyangwa, kamuulize mtu mmoja anaitwa Nebukadreza. Ukisoma kwa habari ya Nebukadreza kabla hajaondoka kwenye utawala wake, kipindi hicho utawala wa Babeli ulikuwa ni super power. Ilikuwa kama ilivyo Marekani leo, kama ilivyo China leo. Babylon, Babeli, utawala wa Wakardayo chini ya mfalme Nebukadreza ulikuwa ni utawala wenye nguvu, na ndio maana ndio utawala ambao ulienda kuwahusuru Yerusalemu na kuchukua vijana wa Yerusalemu wakachukuliwa wakapelekwa uhamishoni Babeli. Akina Shadrach, Danieli, Meshach na Abednego na wengine. That time tunapozungumzia Babeli ilikuwa ni super power. Na ndio maana mmoja kati ya ndoto ambaye aliona mfalme alikuwa ana hofu juu ya ufalme wake. Siku moja unaweza ukaanguka, ukianguka nani atatawala? Ndio maana akaoteshwa ile ndoto ya lile lisanamu likubwa, manake zile zilikuwa ni tawala. Uoga ulimuingia. Unajua mara nyingi mabosi na matajiri hawalali. Kwa nini hawalali? Hawalali kwa sababu wanaogopa kufirisika, wanaogopa kurudi chini. Ndio maana aliye chini analalaga tu kwa sababu tayari yuko chini, ila walioko juu wanalala kwa pressure sana. Sasa mfalme Nebukadreza alikuwaza sana kwa habari ya yeye na utajiri alionao. Sasa kuna mfalme Nebukadreza aliinua kiburi, akaanza kuona ule mfalme alionao ni kwa sababu ya nguvu zake. Alivyoona ufalme alikuwa nao kwa sababu ya nguvu zake, Mungu akamfinyanga. Mungu akafanya nini? Mungu akafanya nini? Mbona hamuongei? Au ninaongea na watu online? Mungu akamfinyanga. Alimpitisha akaishi kama mnyama polini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu akitaka kukunyenyekeza anakufinyanga. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu cha Danieli sura ya 4. Kwa kuangalizia ile andiko Roho Bwana ametaka nikuoneshe saa hii. Haleluya. Haleluya. Danieli sura ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia mstari wa kwanza, ngoja nikusomee kuanzia mstari wangapi? Wa kwanza. Neno la Bwana linasema, Mfalme Nebukadreza kwa watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wanaokaa katika dunia yote, amani iongezeke kwenu. Anasema, mimi nimeona vema kutangaza habari ya ishara na maajabu alionitendea Mungu aliye juu. Ishara zake aliye juu. Mstari wa 3 anasema, ishara zake ni kubwa kama nini, na maajabu yake yanauweza kama nini. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na mamlaka yake ni ya kizazi hata kizazi. Anasema, mimi Nebukadreza nalikuwa nikistarehe katika nyumba yangu, nikistawi katika nyumba yangu, nikaota ndoto iliyonitia hofu, mawazo niliyokuwa nayo kitandani mwangu na njozi za kichwa changu zikanifadhaisha. Basi ramashakata. Sio hii, sorry, nisamee, niwie radhi. Haleluya. iPad yangu ina stuck, sielewi nina shida gani. Haleluya.
Ya, ni sura hiyo ya 4. Taniwia radhi na mnivumilie kwa sababu ni neno ambalo nimesikia kulisoma hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoto inaelezwa lakini mimi nimeanzia juu sana. Tuanze mstari wa 13. Danieli 4 mstari wa 13 anasema, nikaona katika njozi kichwa changu kitandani mwangu, na tazama mlinzi, naye ni mtakatifu, alishuka kutoka mbinguni, akapaza sauti akasema, ona tena narudishwa mstari ule ule. Ngoja tuanzie mstari wa 10. Sawa anasema, njozi za kichwa changu kitandani mwangu zilikuwa hivi, naliona na tazama palikuwa na mti katikati ya nchi, urefu wake mkubwa sana. Mti ule ukakauka ukawa na nguvu, urefu wake ulifika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka mwisho wa dunia. Majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha watu wote. Wanyama wa kondeni walipata kivuli chini yake, na ndege wa angani walikaa katika matawi yake. Kila kitu chenye mwili kilipata chakula kwake. Mstari wa 13 anasema, nikaona katika njozi za kichwa changu kitandani mwangu, na tazama mlinzi, naye ni mtakatifu, alishuka kutoka mbinguni, akapaza sauti yake akasema, ukateni mti huu, yafyekeni matawi yake, yapukusieni mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake. Wanyama na waondoke hapo chini yake, na ndege katika matawi yake. Anasema, walakini kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba. Katika majani mororo ya kondeni kikapate maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama katika majani ya nchi. Moyo wake ubadilike usiwe moyo wa binadamu, na apewe moyo wa mnyama, na nyakati 7 zikapita juu yake. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi. Ni Danieli anatoa tafsiri. Hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi, na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa mtakaye, tena humtawaza juu ya aliye mnyonge. Mimi Nebukadreza nimeona ndoto hii, na wewe Belteshaza eleza tafsiri yake, kwa maana wenye hekima wote na ufalme wangu hawawezi kunijulisha tafsiri yake, bali wewe waweza, maana roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yako. Mstari wa 19 anasema, ndipo Danieli aliyeitwa jina lake Belteshaza akashangaa kwa muda, na fikra zake zikamfadhaisha mfalme. Akajibu akisema, Belteshaza, ndoto ile isikufadhaishe wala tafsiri yake. Belteshaza akajibu akasema, bwana wangu, ndoto hii iwapate wao wakuchukiao, na tafsiri yake iwapate adui zako. Ule mti uliouona uliokuwa ukawa na nguvu, urefu wake ukafika mpaka mbinguni, na kuonekana kwake mpaka dunia yote, ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi, na ndani yake chakula cha kuwatosha wote, ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa, na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake. Ni wewe, mfalme, uliyekuwa na kupata nguvu, maana ukuu wako umekuwa na kufika mpaka mbinguni, na mamlaka yako imefanyika mpaka mwisho wa dunia. Tena kwa kuwa mfalme ulimuona mlinzi, naye ni mtakatifu, akishuka kutoka mbinguni, akisema, ukateni mti huu mkauangamize, ila kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi, pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni. Kikatiwe maji ya umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama wa kondeni, hata nyakati 7 zipite juu yake. Anasema mstari wa 24, tafsiri yake ni hii, mfalme, nayo ni amri yake aliye juu iliyomjia bwana wangu mfalme, ya kuwa utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yake yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, nawe utalazimishwa kula majani kama ng'ombe,
na utatiwa maji kwa umande wa mbinguni, nawe na nyakati 7 zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika falme wa wanadamu, naye humpa yeye amtakaye awaye yote. Na kwa kuwa waliamuru kukiacha kisiki cha shina lake, ufalme wako utakuwa imara kwako, baada ya wewe kujua ya kuwa mbingu ndizo zinazotawala. Kwa sababu hiyo, mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako, ukatende haki, ukaache maovu yako, kwa kuwahurumia maskini, uende ukapata kuzidishwa siku zako na kukaa raha. Mstari wa 28. Hayo yote yakampata mfalme Nebukadreza. Baada ya miezi 12 alikuwa akitembea ndani ya jumba lake la kifalme katika Babeli. Mfalme akasema, mji huu sio Babeli mkubwa nilioujenga mimi, uwe kao langu la kifalme kwa uweza wa nguvu zangu, ili uwe utukufu wa enzi yangu? Hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema, mfalme Nebukadreza, maneno haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondoka kwako, nawe utafukuzwa mbali na wanadamu na makao yako. Sitomaliza huo mstari wa 33, lakini ukisoma mstari wa 34 unaona yale yaliyotabiriwa yanampata. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ubarikiwe sana Peter Koroso. Mungu akubariki sana. Nimepokea compliment na iwe kwangu kama ulivyoniombea. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri sana ninachokisema hapa. Kumbuka ninakufundisha juu ya kupondeka na kunyenyekea. Na tumefika kwenye kipengele kinachosema jinsi Mungu anavyoweza kunyenyekea, au jinsi mtu anavyoweza kunyenyekezwa. Sawa eh? Jinsi moyo wa mtu unavyoweza kupondeka. Tumefika kwenye kipengele kinachosema Mungu akitaka kuponda ama kufanya moyo wa mtu fulani upondeke kiwango cha huyo mtu kuwa mnyenyekevu, nimekupa ishara na dalili. Nikakwambia namba 1 tumesema ni kukutana na Mungu uso kwa uso. Namba 2 nimesema ni kufinyangwa ama kupitishwa mahali pagumu. Ukisoma hii historia, nimeisoma kwa haraka sana kwa sikuwa na utulivu, kwa hiyo inawezekana wengine hamkusikia vizuri. Lakini ukisoma haya maandiko vizuri, utakuja kugundua ni kwamba huyu mfalme Nebukadreza alikuwa ni mfalme mkubwa sana. Lilikuwa ni Babeli, ilikuwa imeshakuwa ni super power. Na ndio maana ile ndoto ya kwanza nimekwambia aliota, akaoteshwa cha kuoteshwa, baada ya kuwa na hofu juu ya kuanguka. Lakini hii unajua, licha kwamba Nebukadreza alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa anatawala, ni mfalme mwabudu miungu, aliinuliwa na Mungu. Yaani nyuma yake kulikuwa kuna nguvu ya Mungu. Na ndio maana Waisraeli wote, vijana kutoka Yerusalemu ambao walichukuliwa uhamishoni Babeli, walionywa na Mungu kwamba kama hawatamtii mfalme wa Babeli, basi Mungu hatosimama upande wao. Na waliagizwa kwamba wao wanatoa kodi, lakini vile vile walipewa maagizo wao wanyenyekevu na watii kwenye serikali ya mfalme. Na usisahau, baada ya Yerusalemu kuleta shida, Nebukadreza aliuhusuru Yerusalemu kwa lengo, Mungu akimtumia Nebukadreza kwa lengo la kuvihifadhi vyombo vya hekalu. Na yeye ndio alivunja lile hekalu ambalo lilikuwa ni hekalu la Suleiman, ambalo limejengwa katika mlima Moria. Kwa wale wanaofuatilia, naongea na watu, kuna mahali unanielewa ninachokisema. Sasa ukifuatilia vizuri ni kwamba Nebukadreza, ufalme wake, kwa sababu nyuma yake, ingawa Nebukadreza alikuwa mwabudu miungu, ufalme wake ulikuwa empowered na Mungu. Mungu ndiye aliyekuwa anaachilia nguvu kwenye ule utawala, kwa ufalme ukawa na nguvu sana. Sasa baada ya ufalme kuwa na nguvu, kuna mahali Nebukadreza akaanza kiburi. Alivyoanza kiburi, ndo akaoteshwa ndoto ya mti mkubwa sana ambao ulikuwa umefika mpaka mbinguni, umejaa matunda mengi sana, na ndege wa kila aina wanakuja kula matunda kwenye ule mti. Akaota ule mti umekatika, umeanguka. Akaota
mlinzi kutoka mbinguni akiwa amevaa mavazi matakatifu anatoa amri ule mti ukatwe, na anatoa maelekezo, licha kwamba ule mti utakatwa, ufungwe minyororo, ufungwe pingu, lakini pingu ibaki kwenye shina la ule mti. Halafu baada ya ule mti kukatwa, akaamka na akawaita kina Belteshaza, akawaita ambaye ni Danieli, akazungumza nao akiwaeleza ile ndoto. Ndio Danieli akamwambia ule mti. Danieli akasikitika alivyohadithiwa ile ndoto, akamwambia mfalme, ni maombi yangu kwamba hii ndoto uliyoota tafsiri yake isikupate wewe, iwapate adui zako. Akamwambia ule mti uliouona ni wewe, ni wewe, Mungu amekufanya kuwa mkubwa kama huo mti, lakini kwa sababu ya kiburi chako utafanya nini? Utakatwa, utaondolewa, utaenda kuishi maisha ya polini kama wanyama. Soma hiyo sura ya 4 vizuri, utaona. Na maandiko yanasema baada ya miezi 12 kutoka kwenye ile ndoto, sababu Danieli alimuonya akamwambia, oya, nyenyekea, anza kuwajali watu, kaa vizuri na Mungu. Ndivyo ilivyo watu leo, wakiotaga ndoto ukiwaambia hawawezi kusikia mpaka wapitishwe kwenye ule unyenyekevu. Wapo watu ambao ndoto mbaya wakaja wakatuhadithia, tukawaeleza hii ndoto ina maana 1, 2, 3, kaa vizuri na Mungu wako, inaweza isitokee. Ukifanya useme ukimhadithia ananyenyekea siku moja, kesho anaendelea na mambo yake. Huyu mtu mpaka apitishwe kwenye lile eneo. Kuna wengine waliotewa na watu wengine, na nikawaita, oya, kuna ndoto, kuna mtu amekuotea, sitakutajila akakuotea hivi na hivi. Kweli pastor, hata mimi unaambia sasa hii ndoto itatokea, fanya 1, 2, 3, kaa vizuri na Mungu, kaa kwenye toba, jitakase ili isitokee. Watu vichwa vyao ni vizito, kama ambavyo Nebukadreza ilikuwa. Nebukadreza ameonywa lakini hakutii. Uwezi amini, Nebukadreza akajikuta anapita kwenye njia ile ile kama ndoto yake alivyoota. Akajikuta kwa muda wa miaka 7 anaenda kuishi polini. Mfalme aliyokuwa anaishi ikulu anaenda polini na wanyama, anakuwa anakula majani na matunda, na anashibishwa, anatolewa kiu yake kwa umande wa polini. Akawa na makucha marefu, manywele mengi, anaishi polini mfalme, na watu wake ni kama wamemsahau. Miaka mingapi? 7. Lakini Mungu, kwamba Mungu aliacha shina, manake ufalme wake uliendelea kubaki. Maandiko yanasema, ukisoma pale chini, mpaka Nebukadreza ule mwaka wa 7 alipokumbuka na kusema, ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu. Alivyokiri kwa kinywa chake, alivyonyenyekea na kukiri kwamba Mungu ndiye mtawala, ndipo alipotoka kwenye vile vifungo. Manaka alinyenyekezwa, kunyenyekezwa. Alipondwa, hakupondeka. Alipondeka, kweli si kweli? Haleluya. Sikiliza nikwambie mtu wa Mungu, njia mojawapo ya Mungu akiona una kiburi, kama anakupenda atakupitisha kwenye mchakato, my friend, kiburi kitakuisha. Wale uliokuwa unawategemea wote wanakuacha peke yako. No company, my friend. Unapita kwenye shida, unapiga simu zilikuwa zinaita sana. Watu wanakuambia, bwana Dubai, nimekuletea zawadi hii, nimetoka wapi, kuna yeye, unashangaa simu haziiti tena. Ukiwapigia wanakuambia atakupigia baadaye, na sometimes hawapokei. Mungu anakuondoa kwenye comfort zone. Kwa nini? Tukiwa tuko ikulu, tukiwa kwenye nafasi, huwa tuna kawaida ya kakiburi fulani. Nebukadreza akiwa kwenye utawala wake alikuwa na kakiburi. Unakula mboga, my friend, unakula mboga 7, kula mboga 7, kiburi kinainuka, unajiona wewe maisha umeyapatia. Ukumbuki tena kama Mungu ndiye anayekusaidia. Unaanza kusifu nguvu zako, unaanza kusifu kazi yako. Unaona kazi yako ndio inakuweka, kazi inageuka kuwa Mungu. Unasahau kwamba ni Mungu ndiye aliyekuwezesha, ni Mungu ndiye aliyekupa vyote ulivyo na. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu mmoja ananielewa ninachokisema? Unapitishwa. Wakati mwingine
Unaweza ukakemea unadhani ni mapepo. Maskini ya Mungu, mapepo yako mbali, majini yako mbali, mashetani yako mbali, ni Mungu mwenyewe anakupitisha. Na nikwambie, aina hii ya kupitishwa hata ukemee vipi, sijui kama kuna mtu ananielewa. Mungu akikupitisha kwa staili hiyo, akikufinyanga kwa staili hiyo, utashangaa kila aina ya maombi uliokuwa unaomba zamani unafunguliwa. Ukiomba hautoboi, manake Mungu anakupitisha. Ulikuwa unafunga unaomba, ukikemea vitu vinaachia. Unashangaa unaenda pagumu kile ukipiga hola. Manake Mungu hauwezi ukamkemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza akamkemea Mungu? Hawezi kumkemea Mungu, manake unakuta ni Mungu mwenyewe anashughulikia. Nebukadreza alikuwa amefungwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake amenyenyekezwa na Mungu mwenyewe. Ukishafika kwenye pointi hiyo, manake kinachotakiwa wewe ni kurudi chini na kuanza kurudi kwa Mungu na kutengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu. Kuna watu wengi wanaomba, wanakemea sana, wanapeleka moto sana, lakini wao wenyewe mahusiano yao na Mungu hayako vizuri. Kwa ni lazima uhakikishe unatengeneza mahusiano yako na Mungu vizuri. Unarudi kunyenyekea. Kama ulikuwa unamfanya Mungu kuwa wa ziada, kama ulikuwa unamfanya Mungu kuwa wa kitu gani, urudi umfanye Mungu kuwa wa kwanza. Ndipo utaanza kumuona Mungu anaonekana kwako tena. Haleluya. Kwa sababu kila kitu ulicho nacho kwenye maisha ya hapa duniani hakina faida mbele za Bwana. Kwa hiyo Mungu haoni shida kukuondolea fedha ulizonazo. Uchumi una collapse, biashara inakufa, kila kitu chako kinakufa. Unaweza ukahisi unarogwa, kumbe ni Mungu mwenyewe ameamua kukurudi. Kwa sababu Mungu akitaka kukusaidia anakupitisha pagumu. Sasa utakapogundua kwamba natakiwa kurudi magotini, utashangaa milango inafunguka yote. Si kila aina ya vita inayokuja kwenye maisha ya mwanadamu ni vita inayotoka kuzimu. Si kila aina ya changamoto anayokutana nayo mwanadamu inatoka kwa waganga na wachawi. Vita nyingine inakuaga ni Mungu mwenyewe yuko kazini, anakunyenyekesha. Kwa nini? Ameona aina ya kazi ulionayo, utajiri ulionao ni kwa faida yako mwenyewe, na imefika hatua biashara yako, kazi yako, kila ulicho nacho umekigeuza kuwa Mungu kwako na umemsahau Mungu. Kwa hiyo kila unaposimama madhabahuni unasifu kazi yako, unaposimama mbele za watu unasifu kazi yako, unasifu biashara yako. Mungu ni Mungu mwenye wivu, hataki kitu kingine kiinuke kuchukua nafasi yake. Uwe na uhakika atakiondoa. Nebukadreza si shetani aliyempeleka polini kwenda kuishi kama mnyama. Nebukadreza alipokuwa anaishi kama mnyama hakupelekwa na mapepo wala uchawi, ni Mungu mwenyewe alimchukua. Kwa hiyo kama hautakuwa na akili ya kujua kwamba hii vita ni Mungu ananinyenyekeza, na kurudi kupiga magoti na kusujudu mbele za Bwana na kunyenyekea na kumwambia Bwana, nimerudi, wewe ndio unaitawala mbingu na wewe ndio unaitawala katika ufalme wa wanadamu wote. Kama hautarudi kunyenyekea kama Nebukadreza, yamkini miaka 7 ya Nebukadreza kwako inaweza ikawa midogo, ukajikuta unaendelea kupita mahali pagumu, na wewe kichwani mwako ukawa unaamini ni mapepo, ukawa unaamini ni uchawi, ukawa unaamini ni shetani. Kumbe Mungu amekurudi. Kwa ukajikuta unakemea hautoboi, unakemea haviendi, unawasha moto haviendi. Kwa nini? Mungu hahitaji ukemee. Hauna uwezo wa kumkemea Mungu. Mungu anataka unyenyekevu. Mungu anataka moyo ulio. Utakapokubali kupendeka, ndipo Mungu akijiinua kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu wanapita pagumu leo, lakini kumbe wao wamepoteza tu ule unyenyekevu wa kunyenyekea mbele za Bwana. Hawajapondeka, wana kiburi fulani. Haleluya. Haleluya.
nifinyange. Wewe wimbo sio mchezo. Kuna mwingine aliimba, niondole majivuno Bwana wangu, Bwana wangu, niondole majigam, anasema niondole mashindano Bwana wangu, nikutumikie Bwana wangu, nipe moyo wa saburi Bwana wangu, Bwana wangu. Hizi ni nyimbo ambazo sasa hivi unatakiwa kuzisikiliza. Unajua kuna nyimbo walipitishaga hapo mama zetu waliotangulia, walikuwa wanaimba nyimbo fulani, zilikuwa ni nyimbo za mipasho. Zile zilikuwa sio nyimbo za injili, zile zilikuwa ni mipasho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyimbo za mipasho. Sitaki kuingia ugomvi, lakini kuna nyimbo ambazo unamsuta jirani yako. Ombea yako ishi miaka mingi ili ajione kwa macho. Oya, ukishapondeka hautakuwa na muda wa kutaka jirani yako ajione kwa macho. Utataka jirani yako amtukuze Mungu wako ili naye aokoke. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Sema amina. Sema amen. Okay, muda wangu umeniishia. Natamani nimalize hii, tumshukuru Mungu. Haya, twende kwa speed kidogo sasa. Nafikiri kama kuelewa umeelewa hiyo point. Natamani twende haraka kidogo. Haya, kitabu kile cha Waebrania sura 12 mstari wa 6. Kitabu cha Waebrania sura 12 mstari wa 6. Waebrania, Mungu akitaka kukufinyanga. Waebrania 12 mstari wa 6. Neno la Bwana linasema, ni mstari wa 6 kweli? Sianga nimechanganya. Mstari wa kwanza Waebrania 12. Sidhani kama ni wa 6 peke yake. Inawezekana notes kuziandika vizuri. Waebrania 12 mstari wa 6 peke yake. Neno la Bwana linasema, maana yeye ambaye Bwana humrudi naye humpiga. Okay. Waebrania 12 mstari wa 6, nirudishie. Anasema, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi. Unaelewa? Maana yeye ambaye Bwana humpenda humrudi. Yaani kuna watu wanapita kwenye magumu, wamerudiwa na Bwana, anawapitisha mahali kuwakumbusha kwamba wewe unachofanya sio, rudi magotini. Wananyenyekezwa. Mahali popote ambapo Mungu alitaka kuwanyenyekeza Israeli na kuwarudisha, aliwainua Wafilisti, aliwainua Wamidiani. Waliinuka wakamchapa Mwisraeli. Wanapita Waisraeli mahali pagumu, mpaka pale watakapokumbuka Bwana ndiye msaada wao, ndipo Bwana aliwarudia. Kwa hiyo kuna changamoto unaweza kuwa unapitia, ukakemea na kukemea na usitoboe. Kumbe ulichotakiwa ni kurudi, kusalenda kwa Mungu, kwa sababu unakuta umeshatafuta kila aina msaada na hujapata. Kumbe inahitaji unyenyekevu na kurudi na kumwambia Bwana, here I am. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anasema kwenye Waebrania 12 mstari wa 6, anasema, maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Ukiona kuna mahali unapitishwa, mama mchungaji anakumbuka hiki ninachokisema. Kuna kipindi siwezi kushare kiundani sana into details nini kilitokea, lakini kuna siku tulikuwa tumekaa mimi na mama mchungaji, alafu nikaona kwa macho kitu fulani hakiko sawa. Mama mchungaji alikuwa ananihadithia tu kwa maneno, alafu mimi nilikuwa kama simuamini.
Then siku hiyo nakumbuka ilikuwa ni usiku wa manane, tumelala, akaniamsha. Akaniambia mtazama kile kitu. Nikafungua macho, nikaona. Nilichofanya mimi nilicheka, nikamwambia adui anapata uhalali mpaka kwangu. Ndicho nilichoongea. Alafu nikamwambia mke wangu, nakumbuka nilimwambia nimeamini Mungu ananipenda. Kwa sababu kipindi hicho nilikuwa siko vizuri na Mungu kabisa. Nilikuwa niko kwenye ukame wa hali ya juu, na nilifika hatua nikisimama madhabahuni hivi watu wananiona nina mafuta, nina huduma, natenda miujiza, wanaiona, lakini mimi nashuhudiwa ndani yangu mahusiano yangu na Mungu hayako sawa sawa. Paka inafika wakati unajua unaweza kuwa unapita kwenye mazingira unajua kabisa kama Yesu anakuja sasa hivi mimi mbinguni sifanye siendi. Kwa nilikuwa niko kwenye hiyo point. Ila nikienda kuwatumikia watu, kuwahudumia, nguvu za Mungu zinatembea na wanahudumiwa vizuri. Lakini mimi mahusiano yangu na Mungu sisikii kusoma Biblia, sisikii kuomba hivyo. Sasa mama mchungaji nakumbuka aliniamsha kipindi hicho, ni kama miaka 3 imepita, miaka 4 sasa. Akaniambia angalia, usiku saa 8. Nilipofungua macho sikupanic. Ilikuwa ni jambo ambalo linataka kupanic. Mimi nilicheka. Akaniambia kwa nini unacheka? Nikamwambia nacheka kwa mambo mawili. La kwanza, ninasema nashangaa kwamba sasa hivi adui anapata uhalali mpaka kwangu. La pili, nikamwambia mke wangu nimegundua Mungu wangu ananipenda sana. Akaniambia kwa nini? Nikamwambia hii ni wake up call. Ninaitwa niamke tena kutoka usingizini. Wala sio vita. Hii ni Mungu ananirudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikaanza kuomba rehema, kuomba toba, salenda kwa Mungu, kumwambia sasa ninarudi. Nikaomba kama masaa 2 kwa ajili ya urejesho. Omba. Nilipomaliza pale, nilipiga ile vita. Nakumbuka nilianza kuomba kuanzia muda huo, ilikuwa ni saa 7 usiku nadhani. Niliomba mpaka saa 9 jioni kesho yake. Nasikia kwa ndani skula ribubu shikaraba katapa sekeri mama kateremando. Nilivyotoka pale nimefiatuka, nimekuwa wa moto vibaya sana. Nasikia tu ibada muda wote. Sijawahi kuomba kwa muda mrefu kama ule, kwa sababu yalikuwa yamebaki masaa mangapi tu? No, yalikuwa of course niliomba masaa 14 jumla. Kwa sababu yaliongezeka, nilimaliza yale 12 nikaongeza 2, ikawa saa 9 jioni. Nani stop. Mama mchungaji pale alipo sasa hivi najua anatufuatilia, anajua ninachokisema. Sikuweza tena kama nilivyo backslide vile. Sasa sijivuni na wala sijiinui, lakini nilihakikisha namshikilia Yesu hivi. Haleluya. Kuna mahali watu wanapigwa, wanahisi kwamba ni adui kainuka tu kimpango wake. Unajua wakati, sijui kama hii inadaa kwa hii point nyingine. Nasema hivi, wakati mwingine unapofika wakati wa kunyenyekezwa kwako, wakati mwingine Mungu humtumia adui. Mungu anaweza akatumia mpaka wachawi wakainuliwa kwa ajili ya kukunyenyekeza, kama ambavyo alikuwa anatumia wa Palestina. Anaweza akatumia roho za kuzimu zikakuinukia kukuchapa. Unasitumishi imekaaje? Kamuulize Mtume Paulo. Mtume Paulo anasema amemkabidhi mtu yule kwa shetani ili mwili wake uteswe, alafu roho yake ipate kuokolewa. Ngoja nikuoneshe andiko. Unajua, sijui kama unanielewa ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, usiniangalie kwa huruma, sijakuchelewesha. Nimewahi tu kusimama madhabahuni, ndio maana unaona leo tumekaa muda mrefu. Lakini muda wetu bado tuko vizuri. Ngoja nikuoneshe hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuoneshe.
Angalia mtume Paulo anachoongea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza, niwekee Timotheo wa kwanza jinsi ambavyo Mungu huwa anafanya kazi. Timotheo wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari wa 19 mpaka 20. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 19 mpaka 20 anasema, uwe mwenye imani na dhamiri njema ambayo wengine wameisukuma mbali wakaangamia kwa habari ya imani. Anasema katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Jamaa anawakabidhi watu kwa shetani. Ndivyo ambavyo Mungu pia huwa anafanya. Mungu anaweza kumuinua adui yako kabisa ambaye hamchi Mungu, akainuliwa, kama ambavyo Nebukadreza alikuwa si mchachi wa Bwana, lakini aliinuliwa ili awashikishe adabu Yerusalemu. Kama ambavyo Wamidiani walikuwa wananyanyuka. Moja kati ya taifa ambalo Mungu alikuwa analitumia kwa ajili ya kuwaadhibu wana wa Israeli ni pamoja na taifa la Ninawi. Haleluya. Ninawi ilikuwa inatumika kuwaadhibu wa Israeli. Walikuwa wakizingua, Mungu alikuwa anawatumia kama fimbo yake. Na ndio maana alipoagizwa Yona kwenda kuwaambia watubu watu wa taifa la Ninawi, Yona aligoma, akaelekea Tarishishi badala ya kuelekea Ninawi. Sasa nisikilize vizuri sana. Sikilize vizuri mtu wa Mungu. Mpango wa Mungu akiwa anataka kukunyenyekeza, anaweza katumia adui zako, anaweza katumia wachawi, anaweza katumia hata huyo shetani akawa fimbo kwako. Kama ambavyo Paulo anasema Iskanda na Himenayo amewakabidhi kwa shetani ili watandikwe wasimtukane Mungu. Lakini sio huyo, kuna mwingine pia alimkabidhi kwa shetani, akasema ili mwili wake uteswe, roho yake kombolewe. Sasa kama shetani anaweza akakabidhiwa, manake wachawi wanaweza kainuliwa mahali. Ukashangaa wanakunyoosha, unakemea, havikemeeke. Kwa nini? Kwa sababu lengo la wao kuletwa waje wa kunyenyekeze, rudi ukae magotini mwa Bwana. Kuna mtu anadaka ninachokisema. Kwa hiyo anza sasa leo kufunguka kwamba sio kila vita ni kemea. Sio kila vita. Na ndio maana kuna watu wamekemea sana. Wewe unakemea, huna mahusiano na Mungu. Unakemea bado Mungu hajakutambua kama mwanae. Alafu unamkemea adui ambaye bado uko kwenye hima yake. Atakuua. Utakufa vibaya wewe na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 9. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 9 inasemaje? Ufunuo 3:9, neno la Bwana linasema, tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje wa kusujudu. Hapana. There is something wrong somewhere. Hii Ufunuo tuachane nayo. Sidhani kama andiko hili nililiandaa sawa sawa. Twende tukaangalia Samueli sura ya 2 mstari wa 7 mpaka wa 12. Samueli sura ya 7. Samueli wa 2 sura ya 7 mstari wa 12 mpaka hapa nini kilitokea? Ngoja nitangulie huko Samueli kwanza kabla hujaandika. Samueli sura ya 7. Samueli wa 2 sura ya 7. Kuna shida mahali wakati wa kuandika hizi notes. Samueli wa 2 sura ya 7.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Samueli sura ya pili, Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12 mpaka 14. Sasa ile nimeandika 12 nikasahau kuweka ile 14 nikaweka 4. Bwana nikashangaa tunarudi reverse vipi? Neno la Bwana linasema katika Samueli wa pili sura ya 7 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14. Anasema, nawe siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Anasema yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Anasema mimi nitakuwa na baba yake, naye mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya binadamu. Iko hivi, Mungu akishaamua kutokuachilia, narudia, Mungu akiamua kutokukuachilia, Mungu akiamua kutokukuachilia, utakuwa wewe ukiasi unatandikwa sana. Alafu kuna watu wengine wanaasi na wala hawana shida, wanaishi vizuri. Sio kama unanielewa. This is the point, this is the major one. Capture it. Nasema hivi, tunaenda kumaliza. Mungu, nataka nikuachie ujumbe uelewe. Mungu akikupenda sana, kinachofanyika kwenye maisha yako ni kwamba ukikosea hata unyamaza, atakutandika sana, hata kuacha. Ndio maana kuna watu wengine wanafanya makosa na madhambi ambayo wewe ukiyafanya unapita mahali pagumu kweli kweli, lakini kuna wenzio wakifanya wanaendelea kunawiri. Kuna wenzio wanafanya madhambi na wanaendelea kuwa matajiri, maisha yao yanakwenda na wala hawajuti, hawana stress. Kwa nini? Iko hivi, wakati mataifa mengine yakiwa yanaendelea kuwa na amani, Israeli ndo taifa pekee lililopigana vita kuliko mataifa yote duniani. Ni taifa pekee lililopita kwenye changamoto ya kupigana kuliko mataifa yote. Kwa nini? Israeli walikuwa wakiasi wanapigwa. Mataifa mengine yanahesabika yalishaasi, yalikuwa Mungu hashughuliki nayo. Ndio maana anasema anayempenda sana huwa anamrudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huwa anampiga anayemkubali. Ndio maana kwa Suleiman anasema fadhili zake hazitaondoka kwake, na anasema mimi nitakuwa baba kwake naye atakuwa mwanangu, lakini atakaponikosea nitampiga fimbo na mapigo ya binadamu. Manake atapitishwa kwenye mchakato wa kufinyangwa. Akileta kiburi atafinywa, atabanwa kwenye kona mpaka anyooke. Itika abe, ila lazima anyooke. Ukiona wewe ukiteleza kwenye dhambi kidogo, magumu yanakuja kama yote, hulali kwa amani, changamoto nyingi, mshukuru Mungu, anakupenda. Lakini ukiona unatafuna dhambi kama Big G, kama karanga, hakuna kinachokukuta, hakuna changamoto yoyote, hakuna magumu yoyote, umeisha. Wewe umeisha. Mungu kama anakupenda atakuondoa kwenye comfort zone, tengenezea mazingira ya kupambana mpaka utoke mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Libarikiwe jina la Bwana. Mpigie Yesu makofi. Somo hili linakutaka ujifunze kumheshimu Mungu. Ndio maana fuatilia watu wote ambao walipata neema na mahusiano na Mungu, hata wale ambao ulikuwa unasali na wafuatilia ambao wamemwacha Mungu maisha yao. Ukimwona anaendelea kunawili, huyo mhurumie zaidi kuliko yule anayepita pagumu. Anayepita pagumu Mungu anaruhusu apite pagumu ili akimbilie kanisani, arudi kwa Bwana. Anayeendelea maisha yake yako bam bam, huyo manake Mungu hayuko upande wake.
Yawezekana ikawa ni kizazi cha nyoka. Unajua vizazi vya dawa wako hivi, waliozaliwa kwa mitishamba, ambao unakuta mama alienda kulala makaburini akapata mimba, wako nyomi. Ndio hao wanatusumbua mjini. Hao Mungu hahangaikagi nao kuwapitisha kwenye magumu. Wao maisha yao yanafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu hao Mungu hana haja ya kuwafinya kuwabana. Kwani wana faida gani? Vizazi vya nyoka ni vingi. Ninakuandalia somo linaitwa kizazi cha nyoka ama kizazi cha dawa. Nitakuja kukufundisha hili somo uelewe namna ambavyo kuna watu hata wafanyiwe nini na Mungu, hao hawawezi kuokoka. Hata Biblia inajua wanaitwa magugu, ambao mwenye shamba alipolala magugu yakafanya nini? Yakapandwa. Hao wanaweza kaja kanisani, wanaweza kaja wakati wa kusifu na kuabudu wakawa macho, wakati wa ibada, wakati wa neno wanalalaga. Vizazi vya dawa. Au hata